Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Alhamdulillah, ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa, na leo tutakwenda kujifundisha elimu ya viumbe au tuseme elimu ya majini, katika mwendelezo wa zile darasa za elimu ya kuwafahamu na kuwatambua viumbe wanaoitwa majini. Nilitoa darasa miongoni mwa darasa katika siku chache zilizotangulia, nikaeleza matabaka au koo za majini. Nikasema zipo zaidi ya koo 72, lakini nikasema koo zenye nguvu kubwa kabisa ni koo 13. Katika zile 13 nikazielezea koo 3 ambayo ilikuwepo ni koo ya majini aina ya hin, na hii ndio koo ya kwanza. Nikaeleza sifa zake, nikaja nikaeleza koo ya au kabila la Ghol ni tabaka la pili au koo ya pili. Nikaja nikaeleza na tabaka la Jan ambayo ni tabaka la 3 au ni koo ya 3. Unaona, sasa baada ya somo hili nikasema kutakuwa na muendelezo, na leo tutakuwa katika muendelezo wa koo ya 4, na inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tutaenda ya 5 au mpaka ya 6. Kwa hiyo leo tutakuwa katika kipengele cha ulimwengu wa majini na vituko vyao, lakini katika zile koo zao, wakoje, wanaishije, wana sifa gani. Nilipotoa darasa la kwanza yalitoka maswali mengi sana. Niliulizwa maswali, ila ilikuwa DM, mtu anakufuata tu private anakutumia ujumbe. Sasa kuna swali moja nikasema hili nitakuja kulijibu huku pale nitakapokuja kutoa darasa. Swali lenyewe linasema, je, kuna aina ngapi za majini? Hata unaweza kuwa unajiuliza au wewe unajua jibu lake. Kiukweli majini wapo aina nyingi, ila wamegawanyika matabaka haya mawili. Achilia mbali hizo koo ndogo ndogo, kwa sababu hizo koo zote zinazopatikana katika ulimwengu wa majini ni koo ambazo wote ni majini, wanatofautiana sifa tu. Hawa wanaishi hivi, hawa wanaishi hivi, hawa wanaishi baharini, hawa wanaishi kavu, hawa wanaishi majangwani, hawa wanaishi mitaani wanalandalanda, lakini wote ni majini. Sasa wamegawanyika makundi mawili hao majini wote katika hizo koo zote. Kuna wale majini wema. Tunaposema wema ni wale majini wasiojihusisha na kushughulika na shughuli za binadamu. Yaani jini huyu hatumiki uchawi kwa niaba ya kumtumikia mchawi, kwa sababu majini wengi wanatumika katika processes za uchawi. Yaani ili uchawi utoke hapa uende ukamloge mtu wa Dar es Salaam au wapi, lazima itakuwepo contact ya jini na binadamu ambaye watahusisha mawasiliano, wategemeane, kisha yule jini ndio usafirishe ule uchawi. Kwa hiyo hawa majini wema wao hawajihusiki kabisa na shughuli za binadamu kwa kuwatumikia, lakini pia hawajihusishi na kuwadhuru binadamu kwa gharama yoyote. Lakini pia wao wanaishi katika makazi yao kule ambako Mwenyezi Mungu alipowapangia, sababu hao majini walikuwa wanaishi hapa duniani tunapoishi sisi, na ndio viumbe wa kwanza kuikalia hii ardhi kama sehemu ya makhalifa, yani viongozi wa hii ardhi walikuwa ni majini. Lakini baada ya kukosea kwa Mwenyezi Mungu, Mungu akawafurusha. Nilishatoa hizo historia nyuma katika klipu za nyuma, unaweza kufuatilia klipu zinazohusiana mambo ya majini, nimeshaelekeza hivyo vitu. Kwa walipofurushwa sasa wakaondoka katika hii ardhi yetu wakaenda kuishi maeneo tofauti tofauti, na nimeshataja moja wa maeneo hayo ni chini ya bahari au katika ardhi huko chini. Kuna mapangoni, kuna miti mikubwa, ni maeneo ambayo wanaishi majini. Unaona bwana, ukiacha hao wanaolandalanda. Kwa hiyo wao wanaishi katika makazi yao yale waliopangiwa na Mwenyezi Mungu kwamba sasa mtaishi huko, basi wanaishi kule. Hawaji huku duniani kwa ajili ya kuleta madhara au kuwadhuru binadamu kwa gharama yoyote. Na ikitokea amekuja huku, amekuja kwa shughuli zake tu ndogo ndogo na kurejea katika makazi yake. Kwa hao ni sifa ya majini wema. Yaani tunamaanisha kwamba wao hawajihusishi na mambo ya kibinadamu kabisa, kwa sababu wanaamini kufanya hivyo ni kosa kwa Mwenyezi Mungu.
Sababu jini akimwingia binadamu, akamtia madhara, akamtia maradhi, akaishi naye kama mke au mume, haya ni madhambi mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia sifa nyingine ya majini wema ni wanakuwa wanamwabudu Mwenyezi Mungu, yani wanafanya zile ibada zao za kijini, lakini wakiwa wanamtii Mwenyezi Mungu, sababu hata wao utaratibu kufanya ibada waliumbiwa. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'ani, kuna aya inasema Bismillahirrahmanirrahim, wama khalaqtal jinna wal insi illa liya'budun, kwamba sikuumba binadamu na majini isipokuwa niabudu. Kwa hiyo hizi ibada tunazozifanya sisi binadamu hata majini wanazo, lakini wanamwabudu Mungu. Sasa wao majini wema wanafanya na wenyewe ibada kwa ajili ya Mungu wao, ambao ni Mungu wetu sisi, aliyetumba sisi na wao. Lakini pia wao wanatenda mema kama jinsi Mwenyezi Mungu alivyotuamrisha sisi, na wao wanafanya na wenyewe. Ili tabaka la kwanza au ili kundi la kwanza la majini wema. Kundi la pili la majini wema ni wale majini waovu, yani wao wameshamwasi Mwenyezi Mungu, hawataki kufanya ibada za Mungu. Wao ndo wanahusika na masuala ya kutumikia uchawi, wanajihusisha na waganga au wachawi, wanaongea nao, wanapewa hongo ya kuku au bata au mbuzi au ng'ombe au ngamia, wanadai fidia, wanasema sisi tutatumikia uchawi kwa kadha wa kadha wa kadha. Kwa wao wanapewa vitu vidogo, alafu wanatumikia ule uchawi kwa dhulu binadamu wengine. Kwa hawa na wenyewe wapo na hawamwabudu Mungu, wanamwasi Mungu, basi hawa ndo majini wa kundi la pili. Sasa huyu shehe aliuliza swali hili akasema, mbona kuna vile vijini vidogo vidogo vinakujaga, mtu anakitengeneza, sijui anakituma, kinakuja nyumbani kwako, mara kinazika, kinakimbia, mnakiona, sijui kinamwingia mtu, kinamfyonza damu. Nikasema hao sio majini. Sasa ni nini sasa? Kaambia hao ni vibwengo. Vibwengo ni majini vidogo vidogo vinavyotengenezwa na binadamu au mganga. Ukiwa na elimu ya kutengeneza majini au uchawi, kuna namna ya kuvitengeneza vibwengo ambavyo vinaweza vikatumwa na venyewe vikaenda kuleta athari kwa binadamu wengine. Kwa hiyo hao sio majini, ni vibwengo. Lakini sasa kwa kuwa wanafanya kazi au sifa zao ni kama za kijini jini, yani kutokuonekana, mara vinaitembea kimeujiza, basi ndio watu wanasemaga hili ni jini, ila vile sio vimajini, kwa sababu majini ni viumbe waliumbwa na Mwenyezi Mungu. Ila hivyo vibwengo au vizuka ni viumbe vinatengenezwa na binadamu. Sasa binadamu hana sifa ya kuumba, yeye anatengeneza, na maana hawa hawaitwi majini. Swali hilo nimelijibu hapo. Sasa tunakwenda kwenye somo, lakini kabla ya somo kuna ile ofa yetu inaendelea. Ofa ambao tulisema ilianza tarehe 28 mwezi Mei, yani mwezi wa 5, lakini itakwenda kuisha tarehe 10 mwezi Juni. Yani hizi ni tarehe za kizungu, na imekusudiwa ofa hii kwa ajili ya ile Dhulhijja, zile siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja, ambao kutakuwa na Idi kubwa. Nafikiri wengi watafanya Idi katika siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi. Idi itakuwa siku hizo mbili. Kwa wale waliotangulia kupata mwezi wakafata mwandamo wa mwezi, watakula Idi siku ya Ijumaa. Lakini pia kwa wale watakaochelewa au waliochelewa au wale ambao wanaongozwa na zile taasisi maalum mpaka zisangaze, basi wao watakula Jumamosi. Idi kubwa. Kama ulikuwa hujui, fanya harakati ya kufanya maandalizi ya Idi. Idi ni siku mbili tu, kati ya Ijumaa na Jumamosi. Hizi siku mbili zote zitakuwa ni Idi. Sasa hii tarehe 10 ambayo ndio siku ya mwisho, sio tarehe ya Kiarabu au yani ya Dhulhijja. Hii itakwenda kwenye kalenda ya kizungu ambayo itakuwa ni tarehe 10 Juni, ambayo itakuwa ni siku ya itakuwa nafikiri itakuwa kama Jumatatu kama sijasahau. Kwa hiyo ofa itaisha tarehe 10. Kwa hiyo kama ulikuwa unajua kwamba tarehe bado au siku zimebaki nyingi sana, ndio inakwenda kuisha hivi. Na baada ya ofa hii, huenda hii ofa isije ikatokea tena, kwa sababu kuna uwezekano wa vitabu kuongezeka. Vikishaongezeka vitabu, hii ofa ya shilingi 45 kwa ajili ya vitabu vyote itafutwa. Inaweza ikaja bei kubwa kuliko hivi unavyoiona leo. Leo unaweza kuona ni bei kubwa, lakini vitakapoongezeka vitabu vingine vikatolewa au vikatangazwa, bwana kuna kitabu kingine kimetoka kipya, ofa haitakuwa ina sema tena 45. Unaweza kukuta 70. Sasa itakuwa tena sio ofa hiyo sasa.
Na kuna wakati itafika kipindi tutafuta kabisa hizi ofa, itabaki kila kitabu kiwe kina bei yake rasmi, kwa sababu huenda vikashindwa kuingia kwenye mfumo wa ofa kulingana na wingi wake au bei zake zitakavyokuwa. Kwa hiyo ofa ilianza tarehe hiyo na itaisha tarehe hiyo niloitaja. Ofa unapata vitabu 12 kwa shilingi 45,000 badala ya shilingi 185,000. Unafanya malipo kutoka au kupitia namba moja wapo katika hizo 3 zinazoonekana hapo katika screen yako ya simu au ya tablet au ya kompyuta mkono wa kushoto. Namba zote hizo zipo WhatsApp pia. Namba zote hizo zinatumia jina la Bashiri Hussein Lugamba. Unapolipia kupitia namba hizo, uthibitisho wa kuonesha kwamba umetuma pesa kiasi kadhaa kwenda kwa fulani, lije jina Bashiri Hussein Lugamba. Likisha kuja hilo jina, upo sawa. Likija tofauti na hilo, sitisha muamala. Kagua namba ulioiandika, inawezekana umeikosea moja kati ya herufi ambayo inaweza ikakuletea shida ya kupoteza pesa. Ukishalipia hiyo shilingi 45,000, uwe nchi yoyote unalipia ni hiyo tu, basi hakikisha unatuma screenshot ya huo muamala kuja WhatsApp, au unaupiga picha unatuma kuja kwenye WhatsApp yangu. Namba moja hapo tu katika hizo unatumia moja tu, sababu zote zipo WhatsApp. Usije ukatuma zote. Hata ukituma zote mimi vitabu nitakutumia kwenye namba moja tu. Baadaye unaandika offer ID kubwa. Kwa hiyo baada ya kudhibitisha malipo yako, tutakutumia vitabu kwa njia ya WhatsApp au email. Utachagua njia moja, lakini kama ni WhatsApp utatuambia tuma hapa Sheikh. Kama ni kwenye email utatuandikia email yako, then utasema vitabu nahitaji unitumie kwenye email. Ila hatutumi sehemu zote mbili, yani kwenye WhatsApp na kwenye email hatufanyi hivyo. Tunachagua njia hii moja na wewe ndio utachagulia. Kama ni mpenzi wa WhatsApp utasema WhatsApp hapa. Au unaweza usiandike chochote baada tu ya kutuma ile screenshot na kuandika offer ID kubwa, unaisha hapo. Mimi nitakuwa shajua huyu jamaa anataka vitabu vingi hapa. Na kama ni kwenye email ndio utaongeza pale, na email utaiandika chini afu usema naomba unitumie vitabu hivyo kwenye email hii. Kwa mimi nitavituma kwenye email. Hivi vitabu vinakufikia nchi yoyote, mkoa wote, sehemu yoyote ndani ya dakika 30. Uwe Marekani, uwe Canada, uwe UK, si wapi, vitakufikia ndani ya dakika 30 tu baada ya kufanya malipo na kudhibitisha vinakufikia. Vitabu hivi ni vya elimu ya tiba tu. Kwa hiyo watu wasije wakasema vitabu hivyo, kuna wengine hizi kipu ndo zinakuwa za mwanzo kabisa kuzisikia. Ni vitabu vinavyozungumzia elimu za tiba, ikiwemo elimu ya majini, elimu ya abjadi, elimu ya barati, elimu ya Qur'ani, elimu ya fula ndoa. Maana hichi ni kitabu pia kinaitwa fula ndoa. Lakini pia kuna ile elimu ya mitishamba, maajabu ya mitishamba katika kutibu maradhi yanayotokana na majini, yanatokana na machawi. Kuna kile kitabu cha tiba mbadala, kitabu cha mwongozo wa tabibu, vyote viko kwenye package ya hivi vitabu 12. Kwa inshallah utaratibu ni huo na tarehe ya mwisho ndo hiyo. Kama ulikuwa unasubiria tarehe itangazo, sasa tarehe ndo hiyo. Kwa ni wewe kujikusanya na kujipanga. Sasa leo tulisema tutuko katika zile koo za majini au tabaka za majini. Sasa leo tuko katika koo ya 4. Baada ya kuona kina jini hini, gol na jani, leo tutakwenda kuona majini tabaka la 4 au ukoo wa 4 wa majini ambao unaitwa ukoo wa kina Ifrit au tabaka la Ifrit. Ifrit ni nani? Unaweza ukao kumsikia Ifrit ni aina ya majini ambayo ni hodari na ni majini waelevu. Yani waelevu ni wenye uelewa mkubwa au kina Ifrit. Usiseme sio kwamba Ifrit ni jini mmoja, maana kunawezekana kuna mwingine anasema Ifrit labda ni jini mmoja. Yani huyo Ifrit anatokea kwenye ukoo wa majini wanaoitwa kina Ifrit. Mfano kuna bwana mmoja aliniambia, "Mimi na marohani na nini?" Kaambia, "Kwani unafahamu marohani?" Nasema, marohani nawajua." Nikasema, "Marohani ni majini?" Asema, sio majini." Nikasema, "Marohani ni majini wanaotokea kwenye kabila la Rohani." Akashangaa, kumbe ndio hivyo. Ndio hivyo. Watu wasome jamani, tujifunzeni elimu.
Usije ukakalilishwa kwamba rohani si ni viumbe, ni majini. Sema wana sifa yao, na tutakuja tuwafahamu tutakapokutana na hili kabila la kina rohani. Utawafahamu vizuri, na kuanzia siku hiyo hutokuja kudanganywa. Ukiambiwa una rohani, usije ukafurahia au ukakasirika kutokana na zile sifa za hao majini utakazoambiwa. Kwa hiyo wewe mwenyewe utachagua ni wapende au ni wachukie, ni wewe sasa. Kwa hiyo leo tuko katika tabaka la Ifrit. Kwa hiyo hawa kina Ifrit ni majini ambao ni hodari na waelevu. Tunaposema ni hodari, yani ni wajanja, alafu wanauelewa katika yale wanayoyafanya. Pia majini hawa wanajulikana kama ni viumbe wenye mabawa makubwa ya moto. Yani hawa wanapokuwa waka katika umbile lao lile la kijini, huwa wanapenda kuchukua lile umbile la kuwa na mabawa, wanaruka. Unaona bwana, wanaruka, lakini mabawa yale yanakuwa yanatoa moto. Ndio mionekano yao hiyo. Lakini pia majini hawa wanaishi chini ya ardhi sehemu ya kwanza, na sehemu ya pili wanaishi katika mapango makubwa. Kwa hiyo chini ya ardhi ndio kule kuzimu, na kuitwa kuzimu ni chini ya ardhi, lakini hii inakuwa ni chini ya ardhi, chini ya bahari, ndio kuzimu. Chini ya ardhi, chini ya bahari, yani tuseme chini ya bahari kule, alafu kule chini ya bahari, chini tena ya ardhi, ndo mji mkubwa wa majini wanaishi kule. Kwa hata wakina Ifrit wanaishi kule sehemu kubwa, lakini pia kuna wengine wanaishi katika mapango makubwa, na haya ni maeneo waliopangiwa na Mwenyezi Mungu majini waishi. Yani baada ya kufufushwa katika ulimwengu wetu huu ambao ni katika hii ardhi, majini waligawanyika makundi, waligawanyika maeneo matatu kwenda kuishi. Wengine walikimbilia chini ya bahari ambako ni kuzimu, wengine wakakimbilia katika mapango, na wengine wakakimbilia katika miti mikubwa. Hawa wanaolandalanda ni wale wanaojitoa kule kwenye makazi yao waliopangiwa na Mwenyezi Mungu, wanakuja kwetu kwa tamaa zao na mipango yao. Ndio hawa wanajigeuza wakakuwa manyoka, sio kama mbwa wanatafuta mifupa. Sio makazi ambayo Mungu aliwapangia haya. Walipangiwa makazi mengine baada ya kufukuzwa hapa. Kwa hiyo Ifrit yeye anaishi katika chini ya ardhi, lakini pia anaishi katika mapango makubwa. Mapango makubwa ni yapi? Unaweza ukasema ni mapango gani hayo she? Wale wanaoishi katika miji yenye milima. Katika ile milima unakuta kuna mapango. Yale mapango ndani yanakuwa kama majumba. Mfano watu wanaoishi mkoa wa Simiyu, mkoa wa Mwanza, wanaweza wakashuhudia hivi vitu, mapango makubwa. Pia wale wanaoishi pwani, pembezoni mwa mikoa mfano kama ya Pwani, Mombasa, Dar es Salaam, yani yale maeneo yenye na mapango pembeni ya bahari au pembeni ya ziwa, basi kuna mapango mengine yanakuwa ni kama majumba ndani. Basi hayo ndo makazi ya kina Ifrit. Na unaweza ukaingia mle usione chochote, lakini ukashangaa kumesafishwa vizuri. Utafikiri kuna watu wanaishi pale, lakini usiwaone watu, kumbe ni wale viumbe wanaishi pale. Na unaweza ukaingia kwenye nyumba ya majini na wasikufanye chochote, maadamu tu wanajua kusudio lako sio baya. Lakini pia kuna wakati mmoja ukaingia ukatoka nao, ukashangaa siku moja wanapanda wanasema wewe uliwahi kuja nyumbani kwetu tukakupenda, na sisi tumeamua tukufanye uwe kiti wetu. Kwa vitu kama hivyo. Lakini pia majini hawa kina Ifrit ni majini ambao huwa wanaweza kufunga ndoa na majini wengine. Yani wanapooana wao huwa wanafunga ndoa kabisa, kama binadamu wanavyofunga ndoa na binadamu wenzake. Kwa wao wanapenda sheria. Usishangae, ndio viumbe hawa Mwenyezi Mungu. Kama ulikuwa hujui maisha ya binadamu na maisha ya viumbe wengine, ndio hivi. Kwa wao wanapooana huwa wanapenda kufunga ndoa na majini wengine. Lakini wanaweza pia kuoa binadamu. Sasa katika kuoa binadamu sheria inawabana. Yani jini hana ruksa ya kumuoa binadamu, wala binadamu hana ruksa ya kumuoa jini. Na hili ni moja ya maswali nimeulizwa sana kwamba je, inaruhusiwa kumuoa jini? Hapana, sheria ya Kiislamu, kwa dini ya Kiislamu haijaruhusu kitu hicho, kumuoa jini au kuolewa na jini haijaruhusiwa. Isipokuwa majini huwa wanalazimisha, wanakuoa wewe binadamu, ima umependa au hujapenda. Na hizi ndoa za majini ni nyingi sana katika ulimwengu tulionao saa hizi. Ni nyingi sana. Unaweza hata wewe mwenyewe unanisikiza uko katika ndoa ya majini lakini hujui. Sasa nitakujulisha leo kwa nini upo au haupo, au unaweza ukajuaje dalili kwamba nipo katika ndoa ya kijini au sipo. Ipo hivi. Jini akija akakuoa wewe,
ni yule jini ambaye anakuja, wanamuita jini mahaba au jini ashq. Ni jini anayehusika na masuala ya mahusiano na binadamu. Yani jini yote atakayekuingia wewe kwa ajili ya kukuzini au kuzini na wewe, huyo anaitwa jini mahaba. Unaona hata kama tukia kabila lolote lile, lakini akishakuja tu kwenye mfumo wa mapenzi, jina linabadilika, sisi tunamuita jini mahaba. Yani ni jini anayekuja kwa nia ya ngono tu. Sasa utajuaje? Ni pale unapokuwa unapata njozi za mara kwa mara, unaota unashiriki mapenzi na mtu usiyemjua au unayemjua. Na mara nyingi jini huyu anapokuja katika ndoto anavaa sura za watu unawafahamu au unawapenda au uliowahi kuwaona ukawatamani. Mfano ni mtoto wa kiume, umepita mtaani umemuona binti fulani hivi akakuvutia, basi unaweza ukashangaa huyo binti usiku wa siku hiyo au siku ya pili yake ukamuota unafanya naye ngono na ukalizika kabisa. Sasa tendo hilo likawa ni muendelezo, unamuota mwingine, unaofahamu, usiwafahamu. Vitu kama hivi vikikisiri sana katika maisha yako, basi ujue tayari umeshaingia kwenye mikataba ya ndoa za kijini. Kama wewe ni mwanamke pia unaweza kuwa unaota unaingiliwa na mtu unayemjua au usiyemjua, kiumbe anayetisha au anayekufurahisha. Yote haya yanatokea kwa sababu majini mahaba pia wamegawanyika makundi matatu, lakini leo sitawazungumzia hao viumbe. Sababu wapo wale wanaokuja kwa njia ya kutisha, anakuingilia kina na kutisha. Afu wapo wale wengine wanao kuja kwa njia ya furaha, yani unampenda na yeye anakupenda, vitu kama hivyo. Sasa sio somo lake, tutakuja kulifundisha siku nyingine. Lakini pia wapo wale mfano kina Ifrit yeye sasa ana tabia mbaya kidogo. Sasa usije ukampenda jini huyu. Huyu jini akikuingilia au akipenda kukoa binadamu, yeye anapenda kumuingilia binadamu au kiumbe mwenzake kinyume na maumbile. Ifrit ndo ana sifa hiyo, yani anakuingilia kinyume na maumbile. Ukiona unapata ndoto za kuingiliwa na kiumbe usiyemjua ndotoni kinyume na maumbile, hata kama wewe ni mwanamke, hataki mbeleni, anataka nyuma, basi huyu ni Ifrit. Ndo tabaka la hawa viumbe wanaitwa na Ifrit. Ni majini wakatili sana, lakini pia ni majini wenye nguvu sana, lakini pia ndo majini wanaopenda kuingiliwa au kuwaingilia binadamu au majini wenzao kinyume na maumbile. Pia hata wenyewe wanaweza wakapenda kuingiliwa. Wanapenda hata wenyewe kuingiliwa. Kwa hata mwanaume ukiona unaota ndoto nyingi sana za kumuingilia kiumbe mwingine kinyume na maumbile, haupendi mbele kule, basi ujue umeshaingia mkataba na huyu jini anaitwa Ifrit, na ndio unayezini naye huko. Ila wale wanaopenda mbeleni, wanakuingilia mbeleni au unaoingilia mbeleni, hao ni majini wanaotoka kwenye matabaka mengine mengi. Tutakuja kuangalia huko mbele na kama tulivyoangalia huko nyuma. Kwa hiyo huyu Ifrit anapenda kuoana pia na binadamu. Pamoja na kwamba anapenda kuoana na majini, lakini pia anapenda kuoana hata na binadamu. Kwa hiyo ndoto ukiona unaota mara nyingi, na unaweza ukajikuta kama ni mwanamke unaanza kuota kwanza unaziniwa ndotoni, baadaye inakuja ile hatua ya kwamba ni mjamzito. Unashangaa unaota ni mjamzito, unaota umeolewa, mara unaota umezaa. Yani zile ndoto za kwenda nabadilika nyakati kwa nyakati. Ukishaota hizo ndoto, basi ujue tayari umeshaolewa. Ukiota unaolewa, umeshaolewa tayari kule ujinini. Ukiota sijui ni mjamzito, tayari una mimba. Na ukiota umejifungua, tayari umeshajifungua. Ila yule mtoto hutokuja kumuona katika macho ya kibinadamu. Yule mtoto ataishi kule ujinini. Sasa kuna jini ambaye atakuja hapa, nitakuja kumuelekeza au kumuelezea. Ndo jini ambaye ukishazana jini, yeye anakuja kuitwa nani? Huyo jini aliyetokana na wewe na jini mwingine. Yani binadamu akishiriki na jini mapenzi wakapata mtoto, yupo jini anayetokea pale. Nitakuja kumuelekeza hapo mbele kidogo. Kwa hiyo hawa majini ndivyo walivyo. Lakini pia kumbuka hawa majini wanaishi katika mapango kama nilivyosema, lakini pia wanaishi kwenye majumba yaliyohamwa. Hichi kitu kishike vizuri. Wewe unayejenga nyumba leo, hakikisha kabla ya kuhamia nyumbani kwako, safisha nyumba yako kwa dua au kwa dawa unazozijua, au wafuate wataalamu wa kusafishia nyumba. Usije ukahamia kichwa. Mtakutana kina Ifrit huko. Ifrit anapenda kuishi katika manyumba yaliyohamwa au yaliyokaliwa muda mrefu hajakaa na binadamu hajaingia. Mfano wewe unajenga nyumba, unafanya finish, unafanya plaster. Muda unaofanya ile plaster, muda unakwenda, ilikuwa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, hapaishi mtu wala hapakai mtu mle ndani. Wanafanya tu shughuli za ujenzi wanaondoka. Wanafanya shughuli za ujenzi wanaondoka. Paka inakuja kukamilika una miezi miwili
au miezi mitatu uko unafanya finish, unakuja kuhamia, kumbe mle tayari wanaishi viumbe wengine tena. Kono unakuta ile mauzauza mengi usiku, mara mnaota, mara vishindo, mara mmekabwa, mara mnaingiliwa, full vituko tu, mpaka unashangaa hii nyumba mbona mpya lakini vituko vingi, kumbe nyinyi mlichelewa kuhamia. Kwa jitahidini pale mtakapokuwa mmejenga majumba yenu, msiingie kwenye yale majumba yenu kuishi kabla hamjazisafisha nyumba zenu hizo. Kwa wale wanaomiliki vitabu vyangu, hili jambo ni dogo, sababu nishafundisha dua za kusafisha nyumba, dawa za kusafisha nyumba kabla hujaweka kinga. Sasa zile dua na dawa za kusafisha nyumba kabla hujaweka kinga ndio zinazotumika kusafisha nyumba. Ukiwa huzijui, fuatilia majina mawili tu ya barati basi. Jina la 5 na jina la 6. Kuna namna ya kuyasomea kwenye maji, unachanganya na chumvi afu unakwenda kudekia katika eneo lako la nyumba. Hii huwa inaua uchawi wa aina yoyote na kufukuza viumbe wa aina yoyote. Ukiona hujui kusoma dua, kafuatilie mti wa mbaazi. Kuna namna ya kufukuza vitu vya ajabu ajabu, au mti wa muhogo. Nimeshafundisha huko. Dawa nyepesi kabisa, afu zinafanya vizuri kweli. Pia kuna dawa ya mti wa mgomba, mgomba au mdizi. Kuna namna ya kuutumia ukakusafishie nyumba au kufukuza vibwengo na vizuka katika nyumba yako. Ni wewe tu utakuwa hujaifahamu hiyo elimu. Lakini ni elimu simple sana na inafanya vizuri kabisa na ina matokeo mazuri na wewe mwenyewe utashangaa. Unaona bwana? Kwa hiyo hii ni hatua ya infiltrate. Kwa hiyo kwa binadamu sasa, kupitia hawa majini wa infiltrate, binadamu hutumia nguvu za uchawi kuwatumikisha au kumtumikisha jini anaitwa infiltrate. Lakini pia huyo binadamu ili amtumikishe infiltrate anatakiwa awe ni mchawi aliyebobea katika elimu ya majini na uchawi, na sio kidogo. Kwa hiyo hawa majini ni wakali na ni wakatili. Kwa hiyo binadamu anapoingia mkataba na hawa majini wa infiltrate ili aweze kuwa anawatumikisha, lazima awe ni mchawi mkubwa au awe amesoma elimu ya majini na uchawi kwa kiwango kikubwa ili asiweze kupata madhara, kwa sababu ni majini ambao huwezi kuwakamata na kuwatumikisha kirahisi. Ndio maana hata binadamu mwenyewe anapoingia mkataba na majini hawa anatakiwa awe na yeye ni mchawi mkubwa au ana elimu ya kichawi ambao ni kubwa ili aweze kumdhibiti jini huyu. Kumbuka elimu za kichawi na kiganga zinatofautiana. Kuna viwango maalum. Unaweza kuwa na kiwango fulani ukaambia wewe huwezi ukatumikisha kiumbe huyu. Unapopanda kiwango unaambiwa wewe sasa unaweza ukatumikisha kiumbe fulani. Kwa hiyo ndio hivyo hivyo. Lakini pia jini infiltrate ni miongoni mwa majini wenye chuki kubwa na binadamu. Kwa hiyo wenyewe hao wanatuchukia sana. Ni majini ambao hawana urafiki kabisa na binadamu, ila wanatuchukia mno kwa sababu wao wanatuona kama sisi tumekalia makazi yao. Na kiukweli ndio hivyo. Sisi tumekalia makazi ya majini. Sababu kabla binadamu hajaumbwa hapa kuletwa duniani, hii ardhi unaoikalia wewe, unailima mihogo, unalima machenizi, mamisabagula humo, ilikuwa ni ya majini. Hii miti yote unaochimba dawa sina, yote ilikuwa inamilikiwa na majini. Wanyama wote unaowajua wewe na usiwajua, wote walikuwa wanamilikiwa na majini. Yaani majini ndio walikuwa makhalifa kama sisi tulivyo makhalifa. Yaani sisi ni kama viongozi wa kuviongoza viumbe vyote, na ndio maana viumbe vyote katika mgongo wa ardhi vinamtii binadamu. Leo tembo anaweza kumtii binadamu, simba akamtii binadamu, chui akamtii binadamu, mbwa akamtii binadamu, paka, kuku akamtii binadamu, ng'ombe. Yaani vyote viumbe Mungu amevizalilisha kwa binadamu. Ndio unaweza kukuta hata mtoto mdogo anachunga ng'ombe. Ameshika kijiti kadogo tu, ng'ombe anamtii. Lakini hebu fanya kama vile ng'ombe akafula, akakasirika. Unafikiri ule msukuma anaweza kumzuia ng'ombe yule? Ng'ombe anaweza kachakaza mji mzima na msimzuie. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu amemzalilisha ng'ombe, binadamu ndo awe juu yake. Na ng'ombe anatii, anaswagwa, anapelekwa huko anaenda. Kumbe binadamu sifa yake aliyopewa na Mwenyezi Mungu awe kiongozi. Aviongoze viumbe vingine katika huu mgongo wa ardhi. Kwa hiyo ni khalifa. Sasa huu khalifa kabla hajapewa binadamu alipewa jini, akaviongoza viumbe vyote. Ila jini aliasi ndio Mungu akawatimua, ndio Mungu akaumba kiumbe mwingine. Kwa hiyo binadamu, sisi kama binadamu ni viumbe ambao ndio wa mwisho kabisa kuumbwa na Mwenyezi Mungu. Viumbe vingine, hata huyu sisimizi unayemkanyaga unamsindikilia, alikushinda. Huyu nzi unayemfukuza unampiga sijui mbwa, alikushinda kuumbwa. Yaani aliwahi kuumbwa mapema kabla yako wewe. Kwa hiyo sisi binadamu tulikuja kama vile yani tuseme sijui ni spare. Yaani baada ya majini kushindwa hii process ya kukaa katika mgongo wa ardhi, basi Mwenyezi Mungu ndo akaona taumba viumbe wengine watakao kuwa mahalifa wa hii ardhi, wao viongozi tena.
ndio binadamu akaumbwa. Kwa hiyo binadamu ni kiumbe wa mwisho Sio ukajipa matumaini makubwa au ukajisifia sana. Kuna viumbe wamekushinda wewe. Hata wale mende wa chooni wamekushinda kuumbwa. Waliwahi mapema kabisa. Kwa hiyo sisi ni wa mwisho. Tuhame katika tabaka la Ifrit. Twende kwenye tabaka la 5 au ukoo wa 5 wa majini unaitwa tabaka la jini Shik. Haya ni majina ya Kiarabu ndugu zangu Kwa hawa majini wanaweza kubadilika matamshi kulingana na kabila au lugha unayotumia, lakini mimi natamka kwa lugha ya Kiarabu ndio wanafahamika kwa majina haya. Sasa kabila la Shik ni miongoni mwa majini dhaifu wenye maumbile yasiyokamilika, yani mfano wake tunaweza kusema ni majini wenye ulemavu wa maumbo yao, hivyo kuyafanya yawe yenye dosari, yani au maumbile. Sasa wapoje? Hawa wenyewe maumbile yao yako hivyo, yani wana maumbile dhaifu yasiyokamilika, ndio unaweza kukuta yani yupo tu. Unajua majini ni viumbe wabaya Kama ulikuwa hujui, jini ndio kiumbe mbaya kuliko kiumbe yoyote duniani. Lakini pia jini ndio kiumbe anayetisha kuliko viumbe. Hata yule simba unayemuonaga wewe kwenye video au kienda hifadhi za wanyama, simba atishi. Jini akitokea hapo ndio kiumbe anayetisha. Jini akicheka jini akicheka, ule udenda unatoka ni moto unatiririka shehe. Jini hana sura iliyokamilika, yani unaweza kukuta sura imebongonyoka pale, damu zinatoka michuzi ya moto. Kiumbe anatisha shehe huyu jini. Ndio maana Mungu amewahifadhi hao viumbe wasikae karibu na binadamu, kwa sababu kuna madhara mengi sana hata. Na ndio hivyo binadamu naye udadisi uchokonozi anachokonota mpaka huko kwenye majini, anataka warudishe huko waweze kumtii. Kwa Shiki ni kiumbe jini ambaye wanakuwa wao maumbile yao hayajakamilika. Lakini pia majini hawa wanapokutana na binadamu na huzaa kiumbe nusu jini nusu mtu, ambaye hufahamika kama jini nasnas. Kwa hawa ni viumbe majini, lakini hawa pia huwa wanapenda kuja kuingiliana na binadamu. Subhanallah. Yani si binadamu tunashambuliwa na majini wengi. Si Ifrit, si jani, si Ghol, si Hin, hata hawa kina Shik wananani. Sasa hawa kina Shiki bwana wakija kukutana na binadamu, ima awe jini Shiki wa kike au jini Shiki wa kiume, akaja akaingiliana na binadamu, ndo zile ndoa za kijini nasema. Naposema ndoa za kijini sio lazima wewe ufunge uijue. Yani unaweza ukaolewa wewe ujinini na usijue. Sawa Unaweza ukaolewa ujinini na usijue, au unaweza ukaoa jini na usijue. Sasa kitakapokuja kujulisha ni pale utakapofanywa visomo vya dua. Ndio pale jini anadhihiri, anapanda, anasema, "Shehe, mwalimu, ustazi, huyu ni mke wangu, huyu ni mume wangu. Nimeshafunga naye ndoa, nimezaa naye watoto 3 4. Shehe, unataka kunitenganisha na mke wangu au unataka kunitenganisha na mume wangu? Wala watoto tawatunzaje?" Yanatokeaga haya mambo haya. Walimu wanaosoma dua wanafahamu hivyo vitu. Vinatokea sana. Kwa hiyo yule jini anaanza kujitetea, anasema, "Isa, huyu ni mke wangu bwana. Huyu ni mume wangu." Kuona wewe mwalimu unatakiwa una hoja kwamba wewe toka lini, wapi pameandikwa jini anaweza kumuoa binadamu. Kama umemuoa, umeshalipa mahali ambao ni ruksa kumuingilia mkeo au mumeo, umelipa kwa nani? Wazazi wake wanalifahamu? Pale yule jini anasinyaa, anarudi nyuma. Anasema, "Lakini mke wangu shehe, mimi nimemuingia kutoka bado mdogo na miaka 3." Na mara nyingi watu wengi wanaingiwa na majini wakiwa bado wadogo, watu wadogo kabisa. Kwa hiyo jini anakuwa na wewe, kwa sababu jini amebarikiwa kuwa na umri mrefu. Majini anaweza kaishi paka miaka 1000, miaka 300, 600, 700. Hii ya kawaida kwa jini. Kwa hiyo unaweza akakuingia ukiwa na miaka 3 akakusubiria paka miaka 15 ndo akaanza kuzini na wewe. Akazini na wewe mpaka ukafikia umri wa miaka 70, 60 akakuacha ukafariki, akaenda akamvaa mtu mwingine kutoka katika familia yenu hiyo hiyo. Kwa majini wana uwezo. Kwa hawa majini Shik wakiingiliana binadamu huzaa kiumbe nusu jini nusu mtu, ambaye hufahamika kama jini nasnas. Jini huyu ambaye ni jini nasnas ana maumbile ya ajabu, kwani tofauti na majini wengine. Yeye sasa huyo jini anayezaliwa kupitia huyu jini Shiki na binadamu ambaye anaitwa jini nasnas, yeye huyu jini huwa ana jicho moja, mkono mmoja pamoja na mguu mmoja.
hapa wametajwa kwa sifa hii, lakini hawa ni kina hubuthi na walhabaithi ndio wenye sifa hii. Sasa kwa wale majini wanaoishi chooni, wanatokana na majini waliozaliwa kupitia jini na binadamu wanapoingiliana. Ndio maana wale wanakaa karibu sana na binadamu, wao huwa wanaishi chooni. Naweza nikawa nimekugusa katika sehemu fulani, kumbe chooni kuna majini. Chooni kuna majini. Choo chochote kile cha mtu kina majini. Wanaitwa hubuthi na walhabaithi, na ni majini wa kike na wa kiume. Lakini hawa sifa yao kina hubuthi na walhabaithi, wao wana jicho moja, mkono mmoja na mguu mmoja tu, pua tundu moja, sikio moja. Na ndio maana yule jini anapoishi pale chooni, ukiingia chooni kwa bahati mbaya hujatenguliza dua au hujajifunika kichwa, kikushika kichwani unaparalyze upande mmoja, unakuwa hauna nguvu. Unaweza ukapigwa mguu wa kushoto na mkono wa kulia, au mguu wa kulia na mkono wa kushoto, vikakosa nguvu. Hawa ndio kina hubuthi na walhabaithi. Hao yote ni majina tu, lakini wametokea kabila hili la kina shiki, ambapo shiki akiingiana na binadamu anazaliwa nasnasi, na huyu nasnasi ndio mwenye hilo jicho moja, mkono moja na mguu mmoja. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu ni kufanya dua kabla hatujaingia chooni. Katika Uislamu kuna taratibu za kuingia chooni, na ningependa nizitaje hapa kulingana na somo limegusa hicho kitu. Wewe Muislamu na usiyekuwa Muislamu, unapotaka kuingia chooni, katika dini ya Kiislamu tumefundishwa hekima tofauti tofauti. Kwanza unatakiwa ujiandae. Unapotaka kwenda chooni, wewe kama ni wa kiume au ni wa kike, funika kichwa chako kwa kofia au kilemba au shungi unapoenda haja kubwa au haja ndogo chooni. Unapokaribia kuingia chooni pale, hatua 3 au 5 kabla hujakikutia choo, soma dua. Soma dua. Na inasomwaje dua? Kuna dua nyingi, lakini moja ya dua maarufu inasema Allahumma inni a'udhubika minal hubuthi wal habaithi, kwamba ninajikinga kwa Mwenyezi Mungu na mashetani wawili wa chooni, ambaye ni hubuthi na wal habaithi. Ukishasoma dua hiyo, kama yule jini au wale majini wako mle ndani watahisi huyu jamaa anakuja, ameshasoma dua, wanakuondokea pale kwenye choo, wanatoka wao kwa kuyayuka. Sababu sio lazima mpishane naye mlangoni, anaweza kayukia mle chooni akakimbia. Kwa hiyo utajisaidia haja zako, ukimaliza utatoka. Unapotoka unatakiwa useme ghufranaka, au unaongezea ghufranaka alhamdulillahi ladhi adhhaba anil adha wa afani. Unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuondolea ule uzia ulikuwa umekabwa na choo ndogo au choo kubwa. Basi hizo ni shukrani. Na dua zipo nyingi. Mfuate tu mwalimu wako wa madrasa au mwalimu wako wa karibu wa kitongojini kwako akufundishe hizi dua, na unaweza ukazisoma kwa lugha ya Kiarabu, itapendeza zaidi. Kwa Kiswahili hatujasuniwa sana kusoma dua kwa Kiswahili, lakini kama ndo unajifunza basi unaweza ukaanza kwa Kiswahili, lakini jitahidi uwe unasoma kwa Kiarabu. Na unapoingia chooni, jitahidi utangulize mguu wa kushoto. Kwa nini na ina maana gani? Kushoto katika mwili wa binadamu, sehemu ambayo ni nzito ni upande wa kushoto. Yaani upande wako wa kushoto. Ndio maana hata unapotaka kutembea huaga upendi kuanza na mguu wa kulia. Upendi kuanza na mguu wa kushoto. Utaona wewe mwenyewe unanyumbulika kuelekea kulia, ndio kushoto kunafuata. Kwa kushoto ni kama vile kuna sukumwa tu na kulia. Unaona Kwa hiyo jitahidi kutanguliza mguu wa kushoto unapoingia chooni. Kwa nini? Hekima yake pale, ikatokea yule jini labda alichelewa kuisikiza dua akakimbia. Sasa kipindi anakimbia labda anataka kutokea mlangoni, kama itatokea mkapishana pale mlangoni, wewe umetanguliza mguu wa kushoto, ina maana kushoto siku zito. Ina maana kama akikupushi wewe hutoweza kufanyaje? Kudondoka. Maana ukidondoka tu ndio unakwenda kuparalyze sasa. Kwa pale unapotanguliza kushoto hata mtagongana, bado wewe utakuwa na uwezo wa kustahimili, kwa sababu huku kulia kulikobaki nyuma kunakuwa ni kama gengi, na huku kushoto kulikotangulia ni kuzito zaidi. Kwa unakuta mnaweza mkapishana tu kwa amani. Tofauti na kuanza kulia. Unapoanza kulia umepeleka udhaifu. Kwa sababu kulia sio kuzito. Umepeleka udhaifu. Afu uzito umeuacha nyuma. Kwa nini unataka kupush pale?
unaweza ukajikuta umepata mawewe na umedondoka na ikawa sababu yako ya wewe kupata chanzo cha stroke. Kwa hiyo hizo ni hekima zilizofundishwa katika dini ya Uislamu. Uislamu mzuri sana, kila jambo limefundishwa na hekima yake na utaratibu wake. Kwa kama ulikuwa unaambiwa tanguliza mguu wa kushoto, toka kwa mguu wa kulia, sijifanya hivi, au kuambiwa hekima ndio hizo. Sasa kwa nini ilikuwa hivyo na kwa nini mmeshauriwa hivyo? Basi hizo ni moja ya hekima, ila zipo nyingi. Na unapotoka chooni, tanguliza mguu wa kulia, mguu wa kushoto ubaki ndani. Tofuna vile ulivyoanza, unaanza na mguu wa kushoto unafuata kulia, lakini unapotoka unaanza na mguu wa kulia, kushoto kunabaki ndani. Kwa huu ni utaratibu wa kuingia chooni. Inshallah kwa leo tutaishia hapa, lakini nitamani tuendelee mbele zaidi, lakini darasa nafikiri litakuwa limeeleweka. Huu tulikuwa tunamwangalia jini, tumeangalia jini Ifrit na jini Sheikh. Tutakapokuja kipindi kingine cha ulimwengu wa majini na vituko vyao, tutakuja kujifundisha tabaka la Nas ambaye ndio jini anayezaliwa kupitia binadamu na jini Sheikh. Tutaangalia sifa zake, anaishije, lakini pia tutakuja kuangalia tabaka la Paris, tabaka la Silati na matabaka mengine kama kina Maimuna tutakuja kuangalia huko mbele Mungu akitujalia. Lakini pia kuna tabaka lingine la kina jini Alhamal, tutakuja kuangalia hao majini wengine, kina tabaka la mashetani. Hawa ni majini wanaitwa hivyo. Kwa hiyo tuishie kwa hapa. Kumbuka ofa inaendelea. Kitabu hichi pekee yake kinauzwa shilingi 30,000. Ukikihitaji kitabu cha ulimwengu wa majini kutoka kwangu kinauzwa shilingi 30,000. Ukihitaji fishi kimoja utalipia 30,000, lakini ukihitaji vyote kwa package ya ofa utalipia 45,000. Kwa hiyo uchaguzi ni wewe. Usiseme kwamba sasa nataka hicho kimoja kwa ofa. Hakuna ofa kitabu kimoja, na hata kuna wengine nimeshawatumia ujumbe wa WhatsApp walikuwa wanaulizia ofa kitabu kimoja, nikasema ofa ni kwa vitabu vyote. Lakini ukihitaji kimoja utalipia 30,000. Hichi kitabu cha ulimwengu wa majini. Tutakapoendelea na darasa za kuwafahamu wa viumbe, nitakuja kufundisha paka ulimwengu wao na utawala wao. Hawa majini wanatawala mbili. Wana utawala wa kijini ambao wao wanaongoza kijeshi, yani utawala wao uko kijeshi. Mpaka kina brigadier, kina generali, utawakuta huko. Kina kanali utawakuta huko majini. Nitakwambia kina kanali kina nani, kina generali ni kina nani, kina brigadier ni kina nani, na ni majini gani wanaitwa hivyo, na wana sifa gani, na wanaishi wapi, na wanafanya je kazi, na wanaongoza kina nani. Alafu kuna utawala wao ule wa kijini huku duniani, ambako kwenye dunia yetu huo utawala si wa kijini, ila una viongozi wao, na unatakiwa uwafahamu hao viongozi. Kwa usije ukaingia kwenye mfumo ambao hufahamu. Kwa tutakuja kujifundisha vitu vingi sana. Hichi kitabu kina vitu vingi na haitoshi kuvieleza vyote kwa wakati mmoja, ila Mungu akijalia siku zinavyozidi kwenda tutakwenda tunaelekezana kidogo mpaka tutafahamu ni viumbe gani. Na mwisho wa somo kabisa, ukimaliza kukisoma kitabu hichi au kwa kufuatilia ufafanuzi wangu hapa, utakuwa umeshaelewa kumbe hawa viumbe wanaishi vipi, ni wana sifa gani na wana kazi gani. Kama kina Lucifer, unasikiaga tu jina Lucifer, afu yupo mtu anaitwa au kiumbe anaitwa Lucifuge Lofokole. Huyu sio Lucifer yule unamjua, yani kuna Lucifuge Lofokole. Huyu ni waziri mkuu kule ujinini kule, anaitwa Lucifuge Lofokole. Huyu ndo waziri mkuu kule ujinini katika serikali ya kijini. Alafu kuna Satanachia, huyu ni amiri jeshi mkuu, na wapo wengine wengi tu. Tutakuja kuangalia, usijari. Lakini kama una kitabu hicho unaweza ukapitia mwishoni kule kuanzia ukurasa wa 55. Basi hapo ndo utaanza kusoma utawala wa majini katika serikali yao na kazi zao. Nenda kasome ndugu yangu, nenda kasome uwafahamu viumbe hao. Kwa hiyo inshallah leo tuishie hapa. Mimi ni Ustaz Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV. Tukutane siku sana wakati mwingine katika chaneli yetu hii ya Tiba Facts Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.